Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Na viwe rohoni mwako. Ndugu zangu, tumefika Dominika ya mwisho ya mwaka na tunasherekea sherehe ya Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa ulimwengu. Na kama tulivyoanza kuimba kusema, utawala wake sio wa dunia hii, ni utawala wa maisha yetu ya kitakatifu. Anatutawala sisi kwa maisha ya kitakatifu. Mara nyingi hatumruhusu ili aweze kututawala. Kwa wakati huo tunaoshindwa kumruhusu Yesu Kristo atawale maisha yetu, tuombe msamaha ili tuweze kwenda kwa misa hii takatifu kwa mioyo inayofaa. Ndugu zangu katika Kristo, tujute dhambi zetu. Mia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
mapenzi mema. Tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza. Mungu Mwana wa Baba, Yesu Kristo pamoja na Roho Mtakatifu katika utukufu wa Mungu Baba. Amina. Vilivyokombolewa kutoka utumwani vipate kukutumikia katika fahari yako na kukusifu bila mwisho, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Kuja kwetu sisi kwa furaha kwa imani, ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi kwa furaha kwa imani, ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno lake Bwana Yesu Kristo ni taa ya mioyo yetu, kwa hiyo inatupasa tulipokee. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi kwa furaha kwa imani, ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana limekuja kwetu sisi kwa furaha kwa imani, ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Neno lake Bwana Yesu Kristo ni taa ya mioyo yetu, kwa furaha kwa imani, ndilo neno lenye kutuletea wokovu. Juu yetu, wewe ndiye uliyewaongoza Israeli watoke nje na kuingia ndani. Naye Bwana akakwambia, wewe utawarisha watu wangu Israeli, nawe utakuwa mkuu juu ya Israeli. Basi wazee wote wa Israeli wakamwendea mfalme huko Hebroni, naye mfalme Daudi akapatana nao huko Hebroni mbele za Bwana. Wakamtia Daudi mafuta awe mfalme juu ya Israeli. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Nyumbani
Yerusalemu, mji uliojengwa kama mti ulioshikamana. Huko ndiko walikopanda kabila za Bwana. Kiitikio: nyumbani, nyumbani mwa Bwana. 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 Mtume Paulo kwa Wakolosai. Kolosai sura ya kwanza mstari wa 11 hadi wa 20. Mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru, naye kutuingiza katika ufalme wa Bwana, ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha dhambi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa yeye ikawa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Bwana awe nanyi. Katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, Ee Bwana. Watu walisimama wakimtazama Yesu. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha, wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe kama ndiye Kristo wa Mungu, mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakimwendea na kumletea zisiki, huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale wahalifu
tungikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu? Ndugu zangu katika Kristo, tumefika mwishoni wa Jumapili ya mwisho katika mwaka, na mama kanisa Eklesia anatupa sherehe hii ya Kristo mfalme wa ulimwengu. Na tukiangalia vizuri masomo yetu yanaongea historia ya imani yetu. Na tukiona vizuri tunaona makabila yote ya wana wa Israeli. Tukikumbuka makabila ya wana wa Israeli ni wale watoto wa Yakobo, wale 12. Sasa tunaona wengine waliobaki wanakuja Hebron na wanakuja kumwambia Daudi, sisi ni wamoja wapo wa wana wa Israeli. Kwa hiyo tunaomba tuende pamoja, uwe mfalme wetu. Na angalia, ulituongoza sisi kupigana na adui zetu na ukafanya kazi nzuri, na sasa hivi tuna amani. Kwa hiyo tunaomba wewe utuongoze na tukae pamoja, utuunganishe, tutembee pamoja na tuwe na amani. Ni mfalme huyu tukiangalia katika maandiko, Yesu Kristo akazaliwa kutoka katika ukoo wa Daudi. Na ni Daudi huyo sasa Yesu Kristo alikuwa anazungumziwa wakati wa Agano la Kale, na sasa Agano Jipya inatimiza ndoto zake za Mwenyezi Mungu kwa upendo wa binadamu. Malengo yake ya Mwenyezi Mungu juu ya binadamu. Daudi huyu Yesu Kristo ni yeye anaenda kupigania na adui wa binadamu, dhambi. Sio tena Daudi kwenda kupigana na Goliati. Yesu anatupa sisi nguvu sasa kupigana na dhambi zetu ili tumfuate yeye aliye mtakatifu. Ni mfalme wa namna hii. Mfalme wa namna hii, huyo anapigania kwa kutupigania sisi katika maisha ya dhambi ili aweze kutuokoa. Na tukiangalia Injili, maandishi matakatifu, anatuambia vizuri kusema ufalme wake wa Yesu Kristo ni wa namna gani. Ni yeye mchungaji mwema aliyezungumzwa katika Zaburi 23. Ni mchungaji mwema huyo anayezungumzwa katika Injili ya Yohane. Huyu anayesikia sauti ya kondoo wake, na kondoo wake anajua sauti yake, na yeye anajua sauti ya kondoo wake. Ni yeye amekuwa mchungaji huyo, halipwi huyo, hakimbii hata wakija wanyama wa aina gani ili aweze kuharibu kondoo. Yeye yupo anawasaidia kondoo ili wasiharibike na dhambi. Ni yeye anayetupa sisi mwanga. Ni yeye ni njia, ni yeye ukweli. Ni yeye aliyesema mimi ni chakula cha uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Huyu atakaye kula chakula hiki ataishi milele. Ni huyu mfalme wetu Yesu Kristo huyu. Ni yeye Yesu Kristo huyo alituambia kwa ufalme wa kusema mimi ni zabibu wa kweli. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, na mkikaa ndani yangu mimi ndani yenu, mtazaa matunda. Matunda hayo yatakaa kweli. Ni huyu mfalme huyo amekusanya sisi sote katika yeye. Kwa hiyo wote tumekusanyika pamoja katika kanisa kwa sababu ya kupitia maisha yetu ya sakramenti tumebatizwa, tumekuwa wafuasi wake wa Yesu Kristo. Alikuwa pale msalabani na watu wakasema uliwaokoa watu wengi, wewe jiokoe. Na hata yule
muuaji yule, akasema uliokoa watu wengi, na wewe jiokoe. Majaribio haya, majaribio kumjaribu Yesu Kristo, kama majaribio yale jangwani, atoke pale msalabani ili aonyeshe kuwa ni mfalme kweli. Yeye akaonyesha ufalme wake. Ufalme wake ukaonekana pale alipowaambia, msema uwasamee, hawajui wanachotenda. Uwasamee, hawajui wanachotenda. Ni mfalme wa msamaha, ni chemchemu ya msamaha, na ni maana yake anamsamehe huyu mwizi. Huyu anamsamehe alivyosema Bwana, sisi matendo yetu. Anamjibu mwenzake huyu, akamwambia jiokoe wewe nafsi yako na sisi wenyewe utuokoe. Na huyu mwenzake akamwambia wewe uangalie kabisa, yaani hauna aibu na hauoni kuwa huyu ametundikwa hapa msalabani kwa dhambi kama tulivyotenda sisi, lakini hajatenda lolote. Huyu ni mwana wa Mungu. Hapo kwa namna nyingine, huyu mwizi alikuwa anaona kusema Yesu Kristo kweli ametenda matendo hayo, yanatusaidia sisi kurudi kwake Mwenyezi Mungu. Anajitoa sadaka kwa ajili ya kondoo wake, anajitoa sadaka kwa ajili ya kondoo wake. Na ni maana yake huyu akamwambia huyu hana kosa lolote, lakini sisi tumetenda dhambi hizo, adhabu yake tunastahili. Tunastahili kutundikwa hapa msalabani, tunastahili kupitia machungu kama haya. Ndugu zangu, kuna mafundisho hapa. Mafundisho hayo tunayaona, tunafundishwa na huyu mwizi. Anatufundisha sisi hao wengine tunajikuta mwishoni wa maisha hatuna la kumwonyesha lolote nzuri Mwenyezi Mungu. Haya tunayo ni mabaya tu, haya tunayo ni maisha ya dhambi, haya tunao ni maisha hayo hayafai. Historia yangu ya zamani, anakubali kusema yote haya yametendeka kwa sababu ni mimi nilipotea, ni mimi nilishindwa kuchagua, ni mimi nilipotea, nilikuwa naishi maisha ya giza. Hasingizii mtu yoyote, anakubali. Ni mfano mzuri unaokuja kwetu katika maisha yetu ya kiroho. Kama watu hawa, wakati mwingine tunajikuta mbele ya Mwenyezi Mungu hatuna la kumwonyesha, lakini anachomwonyesha Mwenyezi Mungu ni dhambi zake, na anaomba msamaha. Mwizi mwishoni wa maisha yake akiangalia, amepoteza yote, amepoteza maisha yake, lakini alijua mwishoni kusema sitaki nipoteze nafasi hii ya Yesu Kristo, nafasi hii ya huyu mtakatifu nisiipoteze. Na kwa ujanja wake kama mwizi akaiba utakatifu. Akaiba utakatifu. Alipoongea hapa akasema, Bwana, naomba ukiingia katika ufalme wako unikumbuke. Yesu Kristo anasema leo hii utakuwa pamoja nami paradising, au leo utakuwa na mimi peponi. Akatumia fursa hii ili aombe msamaha, akatumia fursa hii ili aweze kuokoa maisha yake. Mimi na wewe tupo upande upi? Yesu Kristo anakuja kwetu katika sherehe hii ya mfalme, Kristo mfalme, kuja kutuomba sisi tuwe watu hao wanaoongozwa na yeye Yesu Kristo mfalme. Aongoze maisha yetu yote. Tusiwe na maisha ya kumfichia yeye, hapana. Kama kuna mwandishi, huyu anaweza akaandika habari ya kila mmoja wetu nzuri, habari bila kukosea chochote, ni Mwenyezi Mungu. Anajua ya kwetu yote ya siri, anajua yote tunayotenda, na anaweza kuyaandika yote na kuyaweka hapa. Sasa tunamfichia nini? Tusije tumfichie yoyote, tufungue vyumba vyote vya maisha yetu. Angalieni utajiri wake Yesu Kristo katika msalabani. Anautoa wote.
bila kubakiza. Basi kwetu ni kumfuata yeye aliye mtakatifu, tukiendelea kila siku maisha ya kujitakatifuza, ili siku moja tumuone yeye aliye mtakatifu katika makao matakatifu. Tusifu Yesu Kristo. Tusimame tukiri imani yetu. Muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, na sadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa pia kwa ajili yetu sisi, akateswa kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akafa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu ilivyoandikwa, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, nao ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Maombi. Neno nzuri kupita maneno yote lilikuwa neno lile la Yesu alilomwambia jambazi mmoja aliyesulubiwa pamoja naye, leo hivi utakuwa pamoja nami paradisini. Tunakuomba sana utusaidie kutambua uwepo wako katika maisha yetu ya kila siku. Bwana. Mungu Baba, twaleta shida zetu, huruma yako. Mungu Baba, twaleta shida zetu, huruma yako. Nawe paradisini. Bwana. Mungu Baba, twaleta shida zetu, huruma yako. Mungu Baba, twaleta shida zetu, huruma yako. Katika njia za maisha yetu hapa duniani tusipotee. Bwana. Shida zetu, huruma yako.
Utusaidie kutumia vitu na mali za dunia hii kama msaada wa kufikisha kwako. Bwana. Utukumbushe kwamba maisha ya duniani yatakwisha na kwamba tumeumbwa kuishi milele katika heri ya uzima wa milele. Bwana. Baba, mwana wako kweli ni mfalme anayeangalia sana mahitaji yetu. Anatutayarishia mahali pa kukaa katika ufalme wa milele. Uyapokee maombi yetu kwa njia yake yeye anayeishi na kutawala katika ufalme wako daima na milele. Amina. Kwa Bwana Mungu wetu utapata siku zote za maisha. Utowapo sadaka kwa Bwana Mungu wetu utakubariki siku zote. Ishi kwa neema, sio kwa akili. Pokea sadaka yako, pokea Bwana, pokea sadaka yangu Bwana, natoa leo. Pokea sadaka yangu, pokea Bwana, pokea sadaka yangu Bwana, natoa leo.
Ni pema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe ulimpaka mafuta ya furaha mwanao pekee Yesu Kristo, Bwana wetu, awe kuhani wa milele na mfalme wa ulimwengu wote. Alijitoa mwenyewe juu ya altare ya msalaba, awe kafara safi iletayo amani, ili atimize mafumbo ya ukombozi wa watu kwa kuviweka viumbe vyote chini ya utawala wake. Amekutolea wewe Mungu mkuu ufalme wa milele na wa ulimwengu wote,
ufalme wa kweli na uzima, ufalme wa utakatifu na wa neema, ufalme wa haki, upendo na amani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu pamoja na viti vya enzi na mamlaka na majeshi na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Mtakatifu na chemchemu ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akakushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Fumbo la imani.
hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Lazarus Nsimbe na waklero wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kulitii agizo la Mwokozi wetu Yesu Kristo na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusali: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu nawapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Amani. Amani ya Kristo. Mwana-kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Chakula cha mbinguni, mbele
Tunaomba Bwana, ili sisi tunaoona fahari kuzitii amri za Kristo mfalme wa ulimwengu, tuweze kuishi bila mwisho pamoja naye katika ufalme wa mbinguni, anayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Duniani Mungu wangu amefanya yote, ni Bwana Mungu wangu amefanya yote. Padre mmoja alichoka na matoleo ya waumini wake. Kila Jumapili wanaleta mahindi, ndizi, sabuni. Basi akawa amekasirika. Siku nyingine waumini wakasema huyu inabidi tumshangaze. Wakaificha mbuzi na wakawa anakuja na padre akasema basi nenda katekista akachukua hizo zawadi hizo. Amenuna. Baadaye aangalie watu anaona mbuzi kule, akasimama akaanza kuimba. Akafurahi. Na akamwambia katekista njoo hapa, hii ni jukumu yangu haya. Basi pale akafurahi sana na akapokea ile mbuzi ile. Nimefurahi sana, nimeona leo yani tumefurahi. Wengine wakabandikwa kama hivi, naona za kaanza kujipa vizuri. Yani vipijo, yani nimeona kweli vitu viko vizuri, vimenoga. Asanteni sana kwa kuimba vizuri na asanteni sana kanisa, na tuendelee na kuimba hivyo. Na mwalimu naona yani mifumo ilikuwa inavunjika kweli. Ilikuwa inavunjika kweli. Nawashukuruni sana.
na asanteni sana kwa kuja kusali pamoja. Basi tusimame. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Bwana awe nanyi. Hawabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Tumshukuru Mungu. Nawatakia Jumapili njema. Na kwako pia. Asante.